Kwanza nataka nikupe kitu kidogo kwanza. Katika maajabu ya Qur'ani unaweza na wewe ukatafuta hapo. Shekhe unanisikiliza hapo na mtazamaji unanitazama, ni kwamba hii Qur'an imetaja baadhi ya matamko kwa namba moja na kuna siri. Kwa mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja ndani ya Qur'ani uhai na kifo. Alipotaja uhai na kifo ametaja kwa idadi moja tu. Yani uhai na kifo ndani ya Qur'ani vimetajwa mara 145. Yani hivi vyote vimetajwa kwa namba moja. Lakini pia ndani ya Qur'an majini na mashaitani wametajwa pia mara 88 kwa namba moja. Subhanallah. Lakini dunia na akhira imetajwa kwa namba moja ambayo ni namba 115. Utaona maajabu makubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipanga Qur'ani yake. Hivyo basi tunachokuambia wewe mtazamaji ni kwamba wewe itumie Qur'an kwa kupitia njia za asrar. Ukitumia Qur'an kwa kupitia asrar unaweza ukapata mahitaji yako katika dunia hii na kesho akhira biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Utatumiaje? Kwa mfano katika Qur'an wataalamu wanatuambia kwamba Qur'ani yote imebebwa na herufi 28. Herufi 28 hizi ambazo zinafahamika kama abjad hawaz hutti kaliman sa'fas mpaka mwisho. Nadhani kama itakuwa unazifahamu herufi hizo basi utakuwa unazifahamu vizuri, na kama huzifahamu basi rudi katika jukwaa hili au kwa Sheikh Yusuf Diwani na mashekhe wengine watakuelimisha inshallah. Kule kwetu Tanga kuna kitu kimoja kinaitwa tumbi. Tumbi huwezi kujua Sheikh Yusuf. Tumbi maana yake ni kapu fulani mvuvi anakwenda nayo baharini, alafu pale anajaza kila kitu. Yani kilichokuwa baharini pale, samaki, vitu vilivyokuwa pale anaweka mule. Kwa hiyo mimi niseme kwenye tumbi. Yani ikiwa na maanisha ukiona mvuvi kabeba tumbi, usiulize kuna samaki gani, wewe subiri ikong'utwe ile tumbi alafu ndio utajua. Ikiwa na maanisha kwamba Sheikh Yusuf Diwan kwenye asrarul arqam wa asrarul a'dad wa asrarul huruf al-Qur'aniyya. Hii tunazungumza al-bahrul muhit. Mwenyezi Mungu amweke Sheikh Yusuf Diwan, ampe umri mrefu. Kwa kweli ni mtu ambaye kwenye haya hata mimi naongea hapa mmechukua kwake. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kama kawaida tupo katika jukwaa Dr. Said na Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali. Leo ni siku nyingine tena ya Alhamisi, tunakwenda sambamba katika jukwaa letu kuanzia hapa mwanzoni mpaka kufikia tamati. Na kama kawaida kwa hili naruka hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini kila Alhamisi. Ni kualike tu kuwa nasi kwenye jukwaa letu kuanzia mwanzo mpaka mwisho kupata yale ambayo nayo kustahili uweze kuyapata, hasa katika masala mazima ya taaluma za aina mbali mbali. Moja katika hayo utapata kuijua vizuri dini yako, lakini kwa ufasaha wa hali ya juu, lakini bila kusahau pia una uwezo kupata taaluma ya kuweza kujinasua dhidi ya mashaka na dhiki za aina mbali mbali biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Kama kawaida kwa hili huwa lina sheheni wageni wa aina mbali mbali, na leo tupo na shekhe miongoni mwa mashekhe na ni mtu mmoja makini na fasaha sana hasa katika uzungumzaji na ladha, lakini pia unaweza kuona namna gani uwezo wake wa usemaji. Tunaye hapa mgeni wetu ambaye tutakakiwa sambamba kabisa Dr. Said na Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, na mimi sitatafuna muda isipokuwa tu kabla ya kupeleka kipaza hichi kwa mgeni wangu ambaye ni Sheikh Gunda. Tuko naye hapa, utamsikia namna ambavyo anavyo flow jino kwa jino, tabaini ni mtu wa namna gani biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kumbuka kwamba kipindi vinaruka hapa ofisini kwetu, na unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0748869733 au 0659869734. Tupigie sasa kwa maelekezo ima ushauri wa aina mbalimbali, unaweza ukashauriwa. Na bila kutafuna muda, mimi muda huu nipeleke kipaza hichi kwa mgeni wetu ambaye tayari wanajukwaa wako hadhiri kabisa kukusikiliza, lakini pia kuona umekuja na kitu gani kwenye jukwaa hili ili waweze kustafidi kutokana na uwepo wako katika jukwaa hili. Mimi sina la ziada, nikwambie tu tafadhali mashkura Sheikh Gunda, jukwani lako, wanajukwaa wako tayari kukusikiliza wakati huu.
Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wa hamdihi hamdal abar arjuk ya adlu al-ighathata wa dhafar mutawassilan bil ismi al-a'zami bal bi kulli ismin ata lillahi nassan aw khabar wa kadha bi asma samat maknuna fi ilmihi lam yadriha illa al-abar bil ba'i bal bi nutkati al-gharra bal bismillahi wa hamdihi nailul watar ربي بفاتحة الكتاب من الردى والناس بالفلك احمنا ممن خدر يا ربي بالإخلاص دمر من بخى تبت يد من كاد أو رام ضرر بالنصر جد فالكافرون تفرعنوا تالله إن النصر كوثر من صبر أرأيت مكر قريش كيف أبادها أولم ترى ويل لكل فتى مكر أما بعد. نعم penzi mtazamaji wa jukwaa la Sheikh Yusuf Diwan, leo hapa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala nimekuja na jambo zuri sana ambalo naamini kabisa unaweza ukapata faida kubwa, na si jambo geni sana, labda kwa yule ambaye ghabat minhu ashya'u, mambo itakuwa yamempita tu, lakini kwa yule ambaye mambo anayo basi atajua tu kwamba sina jambo geni sana katika ulimwengu wa Kiislamu. Mimi nitaanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama nilivyokuwa nimeweka hapo, pamoja na kumtakia rehema kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo tumewaletea kitu kinachoitwa ma fil Qur'an min al-ajaib wal gharaib. Ma fil Qur'an min al-ajaib wal gharaib, yani yaliyo ndani ya Qur'ani miongoni mwa maajabu na mambo mageni ambayo ukisikia unaweza ukasema haya hayapo, kumbe yapo ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani al-Karim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani yake amesema maneno mengi kuisifia kwamba ni kitabu bora na ni kitabu ambacho hakuna binadamu yeyote au jini anaweza kuleta mfano wa kitabu hiki. Na maneno haya ni maneno mazito sana kiasi kwamba hawezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatamka kitu hiki ila ndani yake anajua ameweka kitu gani ambacho ameilinda Qur'ani yake. Katika Qur'ani al-Karim, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walau kana min indi ghairi llah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Lau hii Qur'an ingelikuwa inatoka nje ya Allah, manake inatoka kwa viumbe, basi watu wangekuta makosa mengi sana. Lakini pia katika Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Mwenyezi Mungu anasema kwamba yeye ameteremsha kitabu lakini walam yaj'al lahu iwaja, maanake hakuna katika hiki katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna kitu kinachoitwa iwaj. Iwaj maana yake kasoro, kombo, tunaweza kusema kupinda. Alhasil ni kwamba vyovyote utakavyotafsiri tamko iwaj katika lugha yako ya Kiswahili, lakini wasomi wanatuambia al-mail, maana yake hakuna kwenda upande. Qur'ani ni kitabu ambacho kimenyoka kama alivyosema tena qayyima. Anasema iwajan, alafu akasema qayyima. Ndio maana tutajwidi wanasema hapo unatakiwa usimame kidogo, useme alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, kisha useme qayyima. Hautakiwi useme wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima, hapa itakuwa maneno hayajakaa sawa sawa. Na hii ni kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema hivi, tamko iwaj Mwenyezi Mungu amelirudia sana ndani ya Qur'an takriban mara 9, lakini mimi nitachukua hii moja nyingine inayosema Qur'ana Arabia ghaira dhi iwajin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hii ni Qur'ani ambayo imekuja kwa lugha ya Kiarabu, na sababu ya kuja kwa lugha ya Kiarabu tena akasema ghaira dhi iwajin, maana yake hakuna kitu kinachoitwa iwaj. Sasa pengine labda ungejiuliza kwa nini kusema ghaira dhi khata'in, ambayo pengine labda ingekuja ni karibu na maana yako. Wataalamu wanatuambia iwaj maana yake ni adaq wa ashmalu maana. Maana yake likitumika tamko iwaj, likitumika tamko iwaj katika maana yake lina maana
kubwa zaidi na yenye kuenea zaidi, tofauti ingetumika tamko jingine ambalo wewe unalitarajia labda lingetumika hilo. Na akasema wa huwa kamalu alquran wastiqama te, anasema hii ni ishara kwamba tamko iwaj limekuja kukamilisha Qur'ani na kwamba Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu na ndani yake hakuna kasoro yoyote. Hivyo basi kwa sababu ya hali hii ndiyo maana Qur'ani hiyo hiyo inatuambia tena, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Subhanallah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Qur'ani hii niliyokuelezea kwa mfumo wa namna hii kwa mukhtasar ndio hii ambayo watu wa tarehe wanatuambia kwamba walisikiliza majini, kama Mwenyezi Mungu alivyosema mwenyewe kwamba Qur'ani imesikilizwa na majini, lakini majini baada ya kusikiliza Qur'an wakasema ni kitabu ambacho ni ajaban, kina maajabu makubwa sana. Ajabu ni kwamba Sheikh Yusuf Diwani, ni kwamba ajabu inakuja kwamba majini walisikiliza mara moja tu, mara moja. Kwa mujibu wa tarehe ni kwamba walisikiliza mara moja, lakini usikilizaji wao wakagundua ndani ya Qur'an kuna kitu kinaitwa ajabu. Maanake ajabu inapatikana vipi? Yahdi ila rushdi, anasema yahdi ila rushdi, alafu akasema fa amanna bi. Sasa tamko hili rushdi ni ablagh maana yake katika Qur'an kuna rushdi, rashad, rashadan. Naam, haya matamko yote hayo ambayo yamekuja kwa idadi yake 19. Subhanallah. Ukisoma katika idadi hii ndio ile idadi ya siri ya aya inayosema bismillahir rahmanir rahim, herufi zilizokuwepo pale, ambayo tunaambiwa kwamba Qur'ani yote vitabu vyote vilivyoteremshwa vimekusanywa katika Qur'an, na Qur'ani imekusanywa katika suratul Fatiha, na suratul Fatiha imekusanywa katika bismillahir rahmanir rahim, na katika bismillahir rahmanir rahim imekusanywa katika ile be yake, ile bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Ndio maana mmoja katika wasomi Muhammad Mustafa Rushdi anasema bilbai bal binutqatil gharrai bal bismillahi wa hamdihi nailul watar. Naam, maana yake kwa kupitia hii be peke yake unaweza ukapata majambo yako makubwa sana. Hayo uweze ukayagundua kama hujapata elimu inayohusiana na siri za Qur'an al-Karim. Na hapa niko na mwamba hapa Sheikh Yusuf Diwan, na tunamjua kazi zake. Kwa hiyo miongoni mwa kazi zake ni istishfa, kuponyesha kwa kupitia Qur'an al-Karim. Sasa Qur'an al-Karim inaponesha kwa namna gani? Inaponesha vipi? Ndio hicho ambacho tumekuambia, ma fil Qur'an min al-ajaib wal gharaib, kile kinachopatikana katika Qur'an min al-ajaib wal gharaib. Sasa leo katika ajaib na gharaib, kwanza nataka nikupe kitu kidogo kwanza katika maajabu ya Qur'an. Unaweza na wewe ukatafuta hapo, shekhe unanisikiliza hapo na mtazamaji unanitazama, ni kwamba hii Qur'an imetaja baadhi ya matamko kwa namba moja na kuna siri. Kwa mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja ndani ya Qur'ani uhai na kifo. Alipotaja uhai na kifo ametaja kwa idadi moja tu, yani uhai na kifo ndani ya Qur'ani vimetajwa mara 145. Yani hivi vyote vimetajwa kwa namba moja. Lakini pia ndani ya Qur'an majini na mashaitani wametajwa pia mara 88 kwa namba moja. Subhanallah. Lakini dunia na akhira imetajwa kwa namba moja ambayo ni namba 115. Utaona maajabu makubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipanga Qur'ani yake. Hivyo basi tunachotukwambia wewe mtazamaji ni kwamba wewe itumie Qur'an kwa kupitia njia za asrar. Ukitumia Qur'an kwa kupitia asrar unaweza ukapata mahitaji yako katika dunia hii na kesho akhira biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Utatumiaje? Kwa mfano katika Qur'an wataalamu wanatuambia kwamba Qur'ani yote imebebwa na herufi 28. Herufi 28 hizi ambazo zinafahamika kama abjad hawaz,
hutti kaliman sa'fas mpaka mwisho. Nadhani kama itakuwa unazifahamu herufi hizo basi utakuwa unazifahamu vizuri, na kama huzifahamu basi rudi katika jukwaa hili au kwa Sheikh Yusuf Diwani na mashekhe wengine watakuelimisha inshallah. Mimi niseme tu kwamba herufi 28 hizi ndani yake zimebeba, kila herufi ina aya imebeba pale. Kila herufi unaiona kuna aya imeibeba pale, na kila herufi ina aya kwa idadi maalum, kwa mpango maalum. Subhanallah, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka maajabu makubwa sana. Sasa kwa mfano herufi labda ya alif, wataalamu wanatuambia imebeba aya 1219. Aya hizi ambazo zimeanzwa tu na alif, yani mwanzo wake ni alif, ulama wanatuambia 1219. Alhasil kuna be. Kwa mfano aya ya kwanza iliyoanzwa na alifu ni alhamdulillahi rabbil alamin. Aya ya mwisho ni alladhi yuwaswisu fi. Na hapa wametuambia kuna uwiano mkubwa kati ya ile suratul Fatiha na suratul Nas. Subhanallah. Kwa hiyo ukijua siri za namna hii, tunatumia jina lako, lile jina lako uliokuwepo nalo wewe, tunaangalia herufi zilizokuwepo katika jina lako, kisha herufi zile tunatazama aya zilizobebwa na jina lako. Kwa maana ukitumia jina lako, kwa mfano labda niseme wewe unaitwa Ali au wewe unaitwa Hussein, ukiitwa Hussein au Hassan, tutaangalia herufi tatu hizi ambayo ni he, tunaangalia sin, tunaangalia na nun, kisha tunapataje aya. Maana yake katika he tunaangalia kuna aya takriban 31 ndani ya Qur'ani zimeanzwa na he, ikiwepo hafidhu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Lakini aya ya mwisho Mwenyezi Mungu anasema hatta zurtumul maqabir. Ukisoma kwa mfumo wa namna hii utaweza kujua kwamba kumbe Hassan huyu aya zake ni hizi zilizoanzwa na he kwanza, kisha tunafuatia aya zilizoanzwa na sin. Kwa mfano aya sayaqulu sufahau minan nasi, ukisoma aya hii sayaqulu sufahau minan nasi na aya ambazo zinafuatana katika mlolongo wa hizi herufi ambayo ni sin, kisha ambayo aya ya mwisho Mwenyezi Mungu anasema sayasla naran dha talahab, hapa utakusanya aya hizi na kwa idhni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unaweza kutibu matatizo yako yote. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema Qur'ana Arabia ghaira dhi iwajin, ni kitabu ambacho kimekuja kwa lugha ya Kiarabu na makosa uwezi kuyakuta. Na kama unataka kuliamini hilo, basi ingia katika ilmu za asrari al-Qur'an, utaona maajabu makubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka katika kitabu chake kitukufu cha Qur'an. Hivyo basi wewe unatakiwa ufuatilie namna gani unajiponesha. Mbona unaumwa sana? Mbona una matatizo mengi alafu hayaishi? Unasema umesomewa msahafu mzima. Kweli umesomewa msahafu mzima. Tatizo sio kusomewa. Je, umesomewa kwa mfumo wa namna gani? Kuna muda mwingine baadhi ya mashekhe wenzetu wanachukua muda mrefu kwenye kumsomea mtu, masaa 5, 6, wengine usiku kucha mpaka mtu anasinzia. Lakini kumbe kuna baadhi tu ya siri unaweza ukachukua dakika chache tu ambazo ukizitumia hizo mtu anakwenda kufanikiwa kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Hii ndio ambayo kwa kifupi nimeamua kukuletea wewe mpenzi mtazamaji, kwamba namna gani matatizo yako yanaweza kuisha. Namna gani matatizo yako yanaweza kuisha kwa kupitia Qur'an al-Karim. Nikimnukuu hapa Mustafa Rushdi anasema kwamba bilbai bal binutkati al-gharrai bal bismil ilahi wa hamdihi nailul watar rabbi bifatihatil kitabi minar rada wan nasi bil falaq ihmina mimman khadar ya rabbi bil ikhlasi dammir man bakha tabbat yada man kada awrama ad-darar bin nasri judd fal kafiruna tafar'anu tallahi inna an-nasra kautharu man sabar ara'aita makra quraishin kayfa abadaha awalam tara wailul likullin fatamakar. Hizi zote unaweza ukaona labda nasema tu hizi ni sura ambazo Muhammad Mustafa Rushdi yeye ameona kwamba unaweza ukatawassal
kwa kupitia kitabu kitukufu cha Qur'an kwa namna hii, na mambo yakaenda. Hayo ndo machache ambayo mimi nimekuja nayo, na namna gani wewe unaweza ukapata faida kubwa kwa kupitia siri za Qur'anil Karim. Naam, kabla hujamaliza na kufunga, naweza likaja swali, lakini wewe katika unachokizungumza siri za Qur'ani yani unaweza kumwelezeaje Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali kunako masala haya ya asrari, na wewe unamuelewa katika hali ya namna gani? Maneno niliyokuwa nayo ni mengi, sijui ni machache, kwa sababu kule kwetu Tanga kuna kitu kimoja kinaitwa tumbi. Tumbi huwezi kujua Sheikh Yusuf. Tumbi maana yake ni kapu fulani mvuvi anakwenda nayo baharini, alafu pale anajaza kila kitu, yani kilichokuwa baharini pale, samaki, vitu vilivyokuwa pale anaweka mule. Kwa hiyo mimi niseme kwenye tumbi. Yani ikiwa na maanisha ukiona mvuvi kabeba tumbi, usiulize kuna samaki gani, wewe subiri ikungutwe ile tumbi alafu ndio utajua. Ikiwa na maanisha kwamba Sheikh Yusuf Diwan kwenye asrarul arqam wa asrarul a'dad wa asrarul huruf al-Qur'aniyya, hii tunazungumza al-Bahrul Muhit. Mwenyezi Mungu amweke Sheikh Yusuf Diwan, ampe umri mrefu. Kwa kweli ni mtu ambaye kwenye haya hata mimi naongea hapa nimechukua kwake. Naam, inshallah.